na wengi wao kuzongwa na mimba za utotoni, ndoa za mapema na ukosefu wa miundombinu rafiki kwenye maeneo ya kujifunzia. Wasichana walikosa masomo wastani wa siku 4 mpaka 5 za shule kila mwezi kwa sababu ya hedhi. Takwimu zilionyesha wasichana 16,900 waliacha shule za msingi na 49,600 waliacha sekondari kwa sababu ya ujauzito. Na katika elimu ya juu, uwiano wa wavulana kwa wasichana ulikuwa 68 kwa 32. Kwa idadi hiyo, taifa lilipoteza viongozi, wataalam na ndoto nyingi ambazo zingekuwa msingi wa maendeleo. Lakini Haki Elimu walijenga mfumo bila saruji kupitia sera, kampeni na jamii. Kupitia miradi ya maboresho ya sekta ya elimu, shule 127 ziliboreshwa na kuwanufaisha wanafunzi wasiopungua 85,000. Zaidi ya vyuo rafiki 400 vimejengwa vikihudumia wasichana zaidi ya 12,000. Haki Elimu wameweka msukumo wa mabadiliko ya sera ya elimu na sasa wasichana 69,000 wameruhusiwa kurejea shule baada ya ujauzito, na uandikishaji sekondari umeongezeka kutoka 18.7 mpaka 53.9. Leo msingi wa elimu na usawa wa kijinsia umewekwa na Legacy Makers wetu, Haki Elimu. Hili sio jengo la saruji, bali mfumo unaolinda ndoto za wasichana. Malkia wa Nguvu Legacy Makers 2026. Legacy Maker 2026 kwenye elimu na usawa wa kijinsia ni Haki Elimu. Aliyekuja kutoka Haki Elimu, karibu sana, na tuzo hii itatolewa na Gender Program Officer kutoka EU Tanzania, Kiara. Makofi mengi Haki Elimu, karibu, tutabasamu kama kawaida. Ni tuzo jamani. Mabibi na mabwana, tuongeze makofi kwao. Kwetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali, hofu haikwamishi. Kwetu chapa kazi. Tutazame mbele hivi tupate picha nzuri, tutazame mbele tupate picha nzuri. Hofu haikwamishi. Tuendelee. Thank you, Kiara. Kwa ujasiri na inatupa thamani nayo stahili. Malkia wangu wa nguvu, tujitume zaidi. Malkia wangu wa nguvu, tuendelee. Safi kabisa. Hongereni sana Haki Elimu. Makofi hayatoshi, tuwaongezee tena makofi. Hakika ninyi ni Legacy Makers kwenye sekta ya elimu. Malkia wa Nguvu.
Okay. Sawa, anayekuja kupokea tuzo ni mkurugenzi wa ATE Susan, ndo ambaye anafuata. Makofi mengi kwake. Karibu sana. Kwetu chapa kazi na umahiri. Haya, na anayekuja kukabidhi ni Bi Warda Kimaro, Head of Marketing KCB. Karibu. Na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi, tuendelea na kazi kwa ujasiri na inatupa thamani nayo stahili. Picha muhimu. Hongera sana, makofi jamani kwa aliyopokea tuzo, makofi mengi kwake, anakuwa anastahili. Haya, tunaendelea. Naomba tena tuangalie kwa ajili ya kuona tuzo ambayo inafuata. Zamani ujauzito ulikuwa ni safari ya hofu, kwani vifo vya uzazi vilikuwa kati ya 500 mpaka 900 kwa kila vizazi hai 100. Huku sababu mojawapo ilikuwa wanawake wengi kupata watoto kwa mfuatano wa haraka, huku wastani wa uzazi ukiwa takriban watoto 6 kwa mwanamke mmoja. Huduma za kisasa za uzazi wa mpango zilipatikana mijini, hali iliyosababisha mimba zisizo salama, ulemavu na vifo visivyotarajiwa. Hapa palihitajika mto salama ambao mwanamke angeulalia akiwa na faraja ndani ya moyo wake. Ndipo MSI Tanzania ilipojitokeza na kuanza kusogeza huduma za afya ya uzazi kupitia outreach. Elimu ikaenea na hofu ikaanza kupungua. Miaka kadhaa baadaye, matumizi ya uzazi wa mpango yaliongezeka kutoka 6.6 mwaka 1991 hadi 31 mwaka 2022. Mwaka 2024 pekee walizuia utoaji mimba usio salama kwa wanawake 701,800. Leo zaidi ya 88% ya wanawake wanajifungua kwenye vituo vya afya na wanawake hadi milioni 2 wanapata huduma salama kila mwaka na kupatiwa huduma za uzazi bure katika hospitali, vituo vya afya na zahanati za serikali. Malkia sasa analala kwa amani na uhakika wa kesho yake chini ya mpango maalum wa afya ya uzazi unaoratibiwa chini ya MSI Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. MSI wametoa mto salama ambao mama mjamzito analala, anapata njozi njema bila hofu, na tunawatambua kama Legacy Makers. Malkia wa Nguvu Legacy Makers 2026. Legacy Maker 2026 kwenye afya ya uzazi ni MSI Tanzania. Mary Stops, makofi hayatoshi. Na tuzo hii anayekuja kukabidhi ni Shafii Balkia kutoka Mjengoni. Karibu sana. Tunaomba tafadhali mwakilishi ambaye amekuja kutoka Mary Stops, karibu sana. Karibu. Je, unajua nimezaliwa hospitali hii? 19 Kweusi. Hongera sana. Kwa hiyo ni raha kuona jengo ambalo walibarikiwa kunipata wanapewa Legacy Maker kijana wao. Jamani, makofi basi mengine, makofi ya kicorporate. Hivi anakuaga so mengi Najma. Maana unajua tunaweza tukana lazimisha makumbe kicorporate. Yani sasa hivi hapa wanazaela tu. Kwa kweli. Sasa hivi wanazaela tu. Inabidi tuelewe. Au tuambie makofi. Makofi. Kwa kweli. Tafadhali tunaomba tuzo ya Mary Stops waweze kukabidhiwa tuzo yao, alafu tunaenda kwenye ratiba inayofuata. Sawa sawa. Na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi, kwetu chapa kazi. Na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi, tuendelea na kazi. Hongera sana Mary Stops. Na inatupa thamani nayo stahili.
wanastahili. Yes. Umemwona Balkia wetu wa Mjengoni? Nimemwona. Amewaka. Anakoleza levels. Hana baya. Hatari sana. Time kama unavyojua mambo ya corporate. Exactly. Wanakwenda na muda. Kwa hiyo tunaomba kwanza tuwakaribishe mabalkia kutoka Mjengoni waje kuendelea kukoleza levels. Wakati mambo mengine ratiba nyingine mtaendelea kupatiwa hapa hapa. Sasa kama ulivyoniambia ulisema utawa introduce Kiingereza. Ulisema mwenyewe mambo ya corporate. Yeah. Siku nyingine. Leo niacheni kwanza. Balkia kutoka Mjengoni. Karibu. Sanza Sali na tupa. Yes, asante sana, kazi nzuri. Makofi mengi tena kwao Malkia Nguvu. Yes bana, koleza levels. Kwa namna ambavyo unaona wewe, unaikolezaje? Na uikoleze iwe positive. Niliwahi kukwambia kuna mwalimu wetu aliwahi kutupa karatasi nyeupe kabisa. Akatuambia naomba mkoleze tembo. Mchore tembo, alafu koleza ni muone vizuri. Basi tulichora kwa namna ambavyo tembo nawafahamu. Lakini kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Moses, alichukua penseli yake akachora nukta, alafu akaikoleza sana ile nukta. Mwalimu aliposaisha mitihani yote, alipofika kwake akamwambia, hivi wewe uko sawa? Nimewaambia choreni tembo, kolezeni. Kwa nini umechora nukta? Akamwambia, mwalimu, huyu ni tembo. Sema yupo mbali. Kwa hiyo hapa unamuona kwa mbali. Ndio huyo tembo. Ndio huyo tembo. Kwa hiyo alikoleza positive negative. Alikoleza positive, sema alikolezea mbali. Sisi tunataka iwe karibu kama ambavyo Millard Ayo anakoleza. Unajua Millard Ayo niliwahi kubahatika kukutana na script yake ya kwenye kipindi. Bwana yule jamaa kumbe mpaka kucheka anaandika. Kumbe ikifika safari anacheka. Mimi ni MILLDAYO. Zipo tatu zile. Zipo kabisa kwenye script. Amekoleza. Mtu yote anaweza kwenye kuandika akaandika bila kicheko. Anaweza kukwambia I love you bila kukupenda. Bana, lakini haihusiani na Millard Ayo. Haihusiani, hii nimekoleza tu. Sawa. Bana, mimi natokea Power Breakfast asubuhi. Natokea Clouds 360. Natokea XXL. Ninapotokea mara zote, legacy yangu ni mtu ambaye anaweza kuchukua habari ya michezo akaihusisha na habari ya muziki, akaioanisha na habari ya movie. Huyo ndio Turpa ambaye nafahamika. Nimekuwa nikikoleza levels toka 2015. Nashukuru watu ambao wanakuja wanasema, da brother, all the time, kila saa tunakuangalia, tunakuona huko pale. Nashukuru bosi zangu wakiniangalia wanasema, Turpa, na uwezo wa kukupigia pasi kwa kasi yoyote na utaipokea, utaireceive, utapiga pasi vizuri. Nimekuwa nikikoleza levels kila mara ninapowasha microphone. Atali na BM. Kwa miaka 11 nimekuwa nikikoleza. Mimi nikitoka nyumbani. Ndio. Shahada 2. Nimependeza hivi. Asante. Nikitoka nyumbani namwaga mama mkwe, namwaga baba mkwe, nawaaga familia, naenda kazini. Kazi yangu kwa miaka 11 Klaus. Nasoma magazeti. Tu kazi yangu kubwa yani. Yani natamba yani mjini hapa nini? Nasoma magazeti. Unanielewa hapo? So brother, nasoma maandishi yaliyokolezwa, afu na mimi nayakoleza yale maandishi. Bwana sio mchezo. Yani unasikia waja. Makofi mengi kwake Sam Nathaniel sasa. Yani natamba hivi yani kazi yangu kubwa yani job description. Sio mchezo. Ila jamani maisha. Tu nimehangaika kuna madarasa kusoma mpaka chemistry physics. Nakuja kusoma magazeti miaka 11. Si ningeanza tu darasa la 7 pale baada ya kuja kusoma na kuandika. Ningeanza kukoleza zamani. Kitambo. Mambo ndivyo yalivyo katika maisha. Kila mtu kwenye nafasi yake anaweza akakoleza kwa namna yake, akatengeneza utofauti. Wanasema think differently and make the difference. Ananitumia message hapa MD, ananiambia moja ya watu ambao wamekuwa MD kwanza MD wetu Joseph Kusaga. Tume message wewe? Ndio blaza, kwani unisiamini? Si alitembea wewe tangu nilipoweka ule ushuhuda mtu atatembea. Si alitembea kweli? Jamani, nilienda kwenye mkutano wa Injili. Wakati wanahubiri vikawa vinapigwa vyombo.
Mimi nikapenda vile vyombo, nikawa nasogea kwenye mkutano. Nilipofika akanifuata mtu akaniambia, brother, jioni ya leo utatembea. Haleluya. Mimi nikaitikia amen. Baadaye nageuka, kumbe nimeibiwa nauli. Kwa hiyo aliniibia hapo, akaniambia jioni ya leo utatembea. Nikaitikia, kweli nilitembea. Kweli ulitembea. Yes, mfano ambao nilikuwa nautolewa kukoleza kwenye unadhifu ambao nimetumiwa. Naambiwa kukoleza unatakiwa ukoleze katika mazingira yote. Hebu pata picha namna ambavyo nywele za Boseba zinakolezwa piko. Wewe anakoleza wewe. Sasa Clouds tuna mtu wetu of course ambaye anakoleza. Tuna documentary inafuata. Koleza Levels. Hilo la Seba kesi yake tukutana kwenye maudhui. Ilikuwa kwa wananchi wa Tanzania, wametupenda miaka yote. Kwa hiyo mimi lazima niwashukuru na kuwapigia makofi makubwa sana 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 Clouds. Malkia wa Nguvu 2026. Tena tafadhali makofi tena na tena na tena. Naomba tusimame tumuoneshe heshima yake, kwa sababu Malkia wa Nguvu inatambua chanzo pia, na sio tu hapa tulipo, bali nani amesababisha tuwe hapa. Naomba tafadhali nimkaribishe kwenye stage mkurugenzi wa maendeleo ya biashara Madam Sheba Kusaga, lakini pia naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba. Tafadhali naombeni mupande kwenye stage kwa ajili ya kutoa tuzo hii. Ni tuzo special zaidi kwetu leo. Ni tuzo special kwa sababu inatambua chanzo, mtu kwao, mtu alipotoka. Naomba makofi tena kwa Joseph Kusaga one more time. Thank you very much. Hofu haikwamishi kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali.
Lakini wakati hii timu iko kwenye stage na Madam Sheba ukiwepo, natamani sana uwepo kwenye hili. Naomba tukiwa tunafika miaka 10 ya Malkia wa Nguvu tupige makofi mara 10 kwa ajili ya kuonyesha respect kwa hawa watu ambao wamesababisha hapa leo. Naomba tuanze 1, 2, 3 twende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Naomba tukae. Bahati mbaya mimi sio mzungumzaji sana, lakini wanasema ukiwa na ndoto isimamie ndoto yako wewe. Nazungumzia miaka 42 iliyopita ndio ndoto hii ilikuja kwangu mimi. 42 years ago. Nakaribia kutimiza miaka kadhaa ambayo siwezi kuisema, lakini nimshukuru sana Mungu kwa kuniwezesha kusimama pale ambapo nasema vision yangu mimi. Kuna wakati watu watatambua kwamba nilifungua hivi vitu viweze kufungua milango mingi sana kwa watu. Naweza nikasema sikuwa underprivileged kid, hapana. Sisi mzee wetu aliweza kusoma kidogo enzi hizo za Nyerere, na aliweza kumsupport kila mtoto aliyetaka. Ndugu zangu walikuwa supported zaidi kwenda shule. Mimi bahati mbaya kila shule nilikuwa nakwenda nilikuwa nawazidi uwezo wa walimu, wananifukuza. Kwa hiyo wao walisoma zaidi, lakini mimi Mwenyezi Mungu alinibariki zaidi kuwa katika upande wa pili wa biashara na kuweza kufungua vitu vingi vilivyohusiana na vision ya kwangu mimi. My vision was very clear, na wala sikutetereka kutoka katika vision yangu mimi. Ni kuwa na kikapu kimoja ambacho kitahusisha burudani. Na ichukuliwe wakati mimi naanza, unazungumzia miaka 40 iliyopita, swala la burudani halikuwa kwenye nyumba yoyote. Nyumba zote zilikuwa zinajua burudani ni uhuni, burudani ni bangi, burudani ni pombe, burudani ni prostitution. Lakini mimi nilisimama, na kiukweli hata hiyo pombe yenyewe nimeanza kunywa na miaka 40 na. Kwa hiyo huko nyuma sikunywa. Kwa hiyo niliprove family nyingi sana kwamba sio kweli. Lakini katika kikapu ambacho nilikuwa nacho, nilianza na kikapu rahisi sana. Nilianza na kupiga disco nikiwa shule. Natoka tunapiga saa 6 mchana mpaka saa 12, watoto wanachukuliwa, lakini with a clear vision kwamba mimi kikapu changu kitahusisha mambo yote yanayohusiana na burudani. Na kama wengine watakumbuka, the first modeling agency ya Tanzania, Smooth Vibe, ilikuwa ni nini ile? Faces International, thank you very much mliokuepo. Smooth Vibe, the first record label in Tanzania, yote ikiwa katika vision na kikapu hicho hicho. The first digital recording studio kwa East Africa nzima ikiitwa Mawingu. Hiyo ndio ile rekodi siamini kama mnavyosikia. Nafikiri alikuja tena kuiremix kijana nani huyo? TID, lakini Oya Msela, na wakati ule Oya Msela ilikuwa inaonekana wale au ni tena, unaona tuna prove kweli, lakini ndio ilikuja kufungua milango mingi sana ya prime time promotions ambayo na uhakika Mama Joanna alihusika kwa kiasi kikubwa sana kuiendesha, ambayo ndio ilifanya events zote mpaka Tanzania ikajulikana kwenye world map inayohusiana na entertainment. Lakini Clouds FM ndio ilikuwa kabisa nyundo ya kwangu mimi ya kusema kwamba itafungua milango mingine mingi sana katika nyanja nyingine nyingi sana tofauti, kibiashara, kijamii, na vile vile kusaidia sana maendeleo mengi yanayohusiana na vijana. Mimi naomba niwashukuru sana leo timu nzima ya Clouds, nikianza na management, naomba msimame. Wamepata bahati ya kuwa na boss ana open door policy. Mimi mtu kama Shafia anaweza akaja akaniambia bwana hii umekosea, na kweli akiwa na proof ya kusema nimekosea nitarudi, tutarudi. Ruben ndio kabisa mbishi, lakini ubishi wake kwa maendeleo ya kampuni. Seba, nimekuwa na Seba zaidi ya miaka 20, na hata ukiangalia watu waliokaa Clouds wamekaa 20 years and plus. Inamaanisha nini? Ni lazima ujiulize, ni kwamba they are comfortable, na na uhakika Clouds ndio inalipa kuliko media nyingine yoyote na up to date. Piga makofi kwa ajili yangu.
Lakini ni washukuru wote, ni washukuru wadhamini ambao kwa kiasi kikubwa wametuamini, wengi wao ambao wamekuwa na sisi, na naomba tuendelee zaidi. Mimi sasa nashangaa katika uzee huu, ningepata awards hizi nikiwa mdogo zingenisaidia kwa mambo mengine mengi zaidi, lakini nafika katika umri wangu, wanasema fungu la mwisho ndio awards nyingi zinakuja. Nyingine zinatoka nje ya nchi bila mimi mwenyewe kujua, nyingine zinatoka kwa watu wangu by surprise. Mimi nilikuwa sijui kama napewa leo, nilikuwa nakuja tu kama mwangalizi, lakini nilishtuka kidogo tu Sheba alivyoanza, lazima uje, lazima uje. Naambia mimi natakiwa kusafi, lazima leo uje. Kwa hiyo nikafikiria labda nakuja niangalie, nipige makofi niondoke, lakini hii imeingia ndani ya roho yangu, na naidedicate tena, naomba mkae, naidedicate tena kwa timu yangu ambayo kiukweli kupata timu kama hii sio kitu rahisi katika dunia hii. Kwa hiyo naomba niwapigie mimi makofi sasa kwa kazi kubwa nzuri mlioifanya. Pia ni dedicate kwa familia yangu, watoto wangu wawili wamekuja na wao watatujoin taratibu katika shughuli zetu, lakini naomba niahidi hapa nilipo, vijana wengi wamenichagua kuwa kiongozi wao, wachimbaji wadogo na wakati ambao wako mamilioni, ambao nitabadilisha maisha yao kwa style ninayojua mimi. Mafundi wa Tanzania wote wako zaidi ya 2 milioni, ambao nao nitabadilisha maisha yao, ambao mpaka sasa hivi kwa kutumia channel ambazo nazo tayari wana kazi zinazofikia 100 billion shillings ya Tanzania ambayo haijawahi kutokea. Kwa hiyo bado nguvu bado nazo, msifikirie nimezeeka, kichwa bado kinafanya kazi, tutapambana kwa maendeleo. Naomba nitoe shukrani zangu kwa mgeni wa heshima sana, na kushukuru kwa muda wako, najua uko busy, lakini naye through yeye Ruben, Fauzia, Sheba amesema kuna vitu vingi sana katika Ministry of Energy. Unajua mimi mtu wa kuchungulia, kwa hiyo naye tutaenda kumuona. Asanteni sana. Mke wangu, mbona uniangalii sasa? Wewe uko kwenye simu, nyanyuka basi naye nikushukuru kidogo. Nyanyuka. Nimshukuru yeye vile vile. Mimi naweza nikasema malkia wangu wa nguvu kiukweli ni yeye. Yeye ndio amesababisha mambo mengi. Tunakuwa tuna peace katika nyumba, peace katika kazi. Naomba nikushukuru sana kwa hilo. Asante sana. Kamati, nafikia kamati ya malkia wa nguvu, mnaweza mkasimama? Kamati, uko moja tu? Wewe ni mwenyekiti, watu wako? Mimi naomba wapunge mkono watakapokuwa tu, lakini tuwashukuru sana kwa kazi nzuri mliokwisha ifanya. Jamani, naomba nisiwapotezee muda na kushukuru sana. Naomba nipe nani yangu niondoke naye mwenyewe. Good morning everybody. Habari ya asubuhi mabibi na mabwana. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwingi wa rehema kwa kutubariki na kutupendelea uhai na uwezo wa kufika asubuhi hii ya leo. Niwashukuru wadau wote mliofika hapa siku hii ya leo kwa kutenga muda wenu kuja kuungana nasi katika kusherehekea miaka 10 ya Malkia wa Nguvu na uzinduzi rasmi wa Malkia wa Nguvu 2026. Clouds Media Group Malkia wa Nguvu limekuwa ni jukwaa ambalo limetupa baraka nyingi sana. Limetupa baraka nyingi sana kwa sababu ni economic empowerment platform ambayo imeweza kuwatambua wanawake wengi ambao wamechangia uchumi wa nchi hii vile ambavyo walikuwa hawatambuliki. Wengine wamefanya mambo makubwa sana. Pia limekuwa ni platform ya skills development, imekuwa ni platform ya kuwamotivate wanawake, imekuwa ni platform ya kuwapa michongo, imekuwa ni platform ya kuwapa wa hali ya juu kuweza kujitambua na kurespect uwezo ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo limekuwa ni jukwaa endelevu la kuweza nurture, ya kuweza kutambua na kuweza kujenga malkia wengi wanaokuja wenye uwezo katika shughuli mbalimbali zinazojenga uchumi wa nchi. Katika kuadhimisha miaka hii 10 ya Malkia Nguvu, Clouds tumeona ni bora tuje kitofauti kidogo kwenye upande wa packages za biashara. Kutakuwa kuna punguzo kubwa sana kipindi hiki kwa wateja wote na service providers wote ambao wana bidhaa na services zinazoserve wanawake. Kuanzia sasa, masaa 12 kuanzia sasa ninavyoongea, kutakuwa kuna punguzo kubwa sana katika packages ambazo watu wangu wa sales, wenzangu wa sales wanazo hapa, watawaona na kuwaongoza. Ukiweza kufunga biashara sasa, biashara ambayo ya miezi mitatu, kuanzia miezi mitatu mpaka miezi 6, kutakuwa kuna punguzo la 30% katika bidhaa zetu
ambazo ziko nyingi na ni mbalimbali ambazo zinakwenda kukata for kile ambacho nyinyi mnakitafuta kwa walaji wenu. Ukiweza kufunga biashara ya miezi 12, kutakuwa kuna punguzo la 40% ambayo unaweza ukatumia kwa hii miezi 12 toka utakapofunga biashara sasa. Na wote tunatambua kwamba ili upande wa broad, kwa sababu sisi we provide matangazo kama anavyoitwa na watu wengine, lakini sisi tunaita solution kwa sababu sisi we provide solutions, we don't sell airtime. Watu wengi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kujitofautisha na media house nyingine yoyote. Sisi we don't sell airtime, we provide solutions. Kwa hiyo we believe unapotaka kufanikiwa katika kupata solutions kwenye KPI zako na objectives zako, ni lazima utafute platform iliyo sahihi. You have to look for a platform ambayo ni cool, you have to look for a platform ambayo ni lovable, you have to look for a platform ambayo ni outrageous. Ni lazima uangalie platform ambayo ni unique, na lazima platform ambayo ni unique iwe ni dynamic kuweza kupeleka places na social, so that wale ambao unawatarget walaji wako waweze kuji-associate na ile ni platform ambao unaitumia. Yani kwa ufupi to summarize, you have to pick cloud. Kwa karibuni sana, pick the right message, pick the right audience, uwe consistent, na pia kwa utakapokuwa muda mrefu na cloud, sisi we guarantee we will provide solutions kwa kila ambacho wewe unakitaka kwenye brand yako. Karibuni sana. Tafadhali. Jamani, offers zimetangazwa, mna masaa 12. Nadhani mmeziona nyinyi wenyewe. Ukifanya kazi na sisi miezi 3 ukafunga dili leo, ndani ya masaa 12 yaliyobaki 30% off. Na kama utafunga dili na sisi kwa miezi 12, percent ngapi tena off? 40 nzima. Kwa hiyo kazi ni kwenu. Malkia wa Nguvu inazunguka mikoa tofauti nchini Tanzania. Na of course Clouds ina platforms nyingi. Nimependa sana Madam Sheba alivyosema, we don't give airtime, we don't offer airtime, we provide solutions. Na kama unaisikiliza Clouds, unaifahamu Clouds, then you know that this is true, this has been true for quite some time. Kwa hiyo karibuni sana, na sasa hivi naomba niwatambue rasmi sponsors wetu ambao tayari najua kuna wengine ambao tupo kwenye mazungumzo, lakini kuna wale ambao tayari wamesha seal the deal na tuna uhakika wa kuwa nao kwenye Malkia wa Nguvu msimu huu. Naomba tukiwataja wasimame na halafu tuwapigie makofi. So ladies and gentlemen, our first sponsor for Malkia wa Nguvu 2026, na muomba mwakilishi kutoka Equity Bank Tanzania asimame. Madam Shumbana, please. Popote ulipo, makofi tafadhali. Thank you Equity Bank. We guarantee mtapata value kutokana na kujoin na Malkia wa Nguvu, na kiukweli hii ni kazi sahihi. Yani a very good choice. Asanteni sana. Thank you. Lakini pia naomba niwatambue Silent Ocean. Silent Ocean, makofi tafadhali. Popote mlipo, yes, Silent Ocean. Thank you very much. Tuhakikishie tu Malkia wa Nguvu wameanza kwenda China mwaka jana. Mwaka huu hatujui nini kitakuja, lakini biashara ndio zao. Kwa hiyo mpo mahali sahihi sana. Makofi tena kwa Silent Ocean. Na pia kabla sijamtaja wa mwisho, naomba pia nitambue uwepo wa watu ambao wako hapa baadhi. Na of course naomba ni mtambue mstahiki meya wa Bukoba, Mheshimiwa Acton Lwankomezi, popote ulipo. Naomba makofi kwake. Thank you for coming through. Malkia wa Nguvu appreciates you. Asante sana. Lakini pia naomba ni mtambue pia, na nadhani atatambuliwa vizuri zaidi, naibu waziri ambaye umeshamuona na amepanda kwenye stage, ndio mgeni rasmi, naibu waziri wa nishati, Mheshimiwa Salome Makamba. Naomba tu tumpigie makofi mgeni, wala usisimame, mgeni rasmi. Na sasa naomba tupeleke macho kwenye screen, tuwatazame hawa ambao pia ni washiriki kwenye Malkia wa Nguvu 2026. Ladies and gentlemen, Lennox Mobile. Simu za Lennox Mobile zimeundwa kwa ajili yako Malkia. Muonekano wa kisasa unaoendana na hadhi yako, kamera yenye ubora wa juu kwa picha na video zinazouza mitandaoni. Malkia wa Nguvu na Lennox Mobile pamoja tunakuwezesha kwenda kidigitali
kukuza biashara yako na kufikia ndoto zako. Malkia wa Nguvu 2026. Koleza Levels. You get it? If you don't get it, forget about it. Malkia wa Nguvu Legacy Makers 2026. Mwaka 1999 kizazi cha vijana kilikuwa gizani. VVU, ukatili wa kijinsia na ukosefu wa elimu ya uzazi vilitawala. Hakukuwa na mahali salama pa kuzungumza ukweli. Hakuna aliyedhani kwamba machapisho ya majarida yangeweza kubadilisha mtazamo wa kizazi, jamii na hata maisha ya mtu mmoja mmoja. Lakini huo ulikuwa wino ulioweza kuvunja ukimya, kutoa mwanga na kuunda njia mpya kwa vijana. Elimu tuliyoipata kwa mara ya kwanza kuhusiana na ujana salama, kwa kweli imetusaidia sana, hasa kwenye kata yetu, ukilinganisha kwamba kulikuwa na matukio mengi ya unyanyasaji kijinsia. Ndipo Femina Hip walipochagua silaha isiyotegemewa, wino, kupitia majarida ambayo yalichapishwa nakala 120,000 kila mwaka na kusambazwa kwenye shule 2500. Wino uliochangia kuvunja ukimya kabla ya zama za mitandao. Masuala ya ngono, hedhi, ukatili na afya ya uzazi yakaanza kujadiliwa wazi. Wasichana wakaanza kujitambua na kufanya maamuzi sahihi. Miaka 25 baadaye, zaidi ya wasichana milioni 15 wakafikiwa na programu za mafunzo kama Ujana Salama na Nguvu ya Binti zimeendeleza mwanga huo. Leo tunampa Femina Hip heshima ya Legacy Maker kwa wino uliowezesha vijana stadi za maisha na kubadilisha fikra kwa kuvipa vizazi sauti kupitia maandiko. Legacy Maker 2026 kwenye uwezeshaji wa vijana na stadi za maisha ni Femina Hip. Kofi kwa Femina Hip tafadhali. Kwa sisi ambao tumesoma, najua tupo humu ambao tumesoma labda miaka 2000, ilikuwa vijarida lazima vije shule. Hiyo kazi haiwezi kuenda unrecognized. Na naomba kwenye stage nimwite Geoffrey Magugi ambaye ni Head of Marketing wa DCB Bank, tafadhali, ili ukabidhi tuzo kwa Femina Hip. Na kutoka Femina Hip, Ruth Mlai. DJ do something, let's go. Karibu sana Geoffrey Magugi ili umkabidhi tuzo mwakilishi kutoka Femina Hip, Ruth Mlai. Asanteni Femina, asanteni sana. Asanteni sana for making our youth meaningful. Thank you. Malkia wa Nguvu is 10 and we're celebrating all the legacy makers today. Kwenye upande wa biashara, tafadhali tukoleze macho kwenye screen. Jina langu ni Shumbana James Walwa, mkuu wa kitengo cha masoko kutoka Equity Bank. Equity Bank tunafurahi sana kujumuika na jukwaa la Malkia wa Nguvu 2026 kupitia dirisha letu la Mwanamke Plus. Tunaamini kupitia jukwaa hili la Malkia wa Nguvu tutaweza kuwafikia wanawake wengi, tukatoa huduma nyingi za kifedha kwa wanawake hawa, lakini pia tukatoa suluhisho kwa ajili ya biashara zao na miradi yao binafsi. Karibu Equity Bank, kesho bora huanza leo. Malkia wa Nguvu 2026. Koleza Levels. Koleza Levels.
Miaka 20 iliyopita, 70% ya wanawake wafanyabiashara walikuwa kwenye sekta isiyo rasmi, huku takwimu zikionyesha wanawake milioni 10 mpaka milioni 12 mchango wao haukuwa ukionekana kwenye mifumo ya sera na biashara. Swali kubwa likawa, wanaingiaje kwenye mfumo? Hapo ndipo chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania TWCC ilipokata passport ya biashara na kujenga mifumo ya leseni, masoko, utetezi wa sera na ujenzi wa mitandao ya kibiashara. TWCC iliyoundwa mwaka 2005 ina zaidi ya wanachama 20,000 na kufanikiwa kuunda programu za mauzo mitandaoni kama iSoko yenye zaidi ya watumiaji 23,000. Passport ya biashara imechangia kutengeneza fursa kwa wanawake zenye thamani ya shilingi trilioni 3.6. Passport ya TWCC imechangia maboresho ya sera ya manunuzi katika sekta za umma, na sasa 30% ya manunuzi imetengwa kwa ajili ya makundi maalum wakiwemo wanawake. Na sasa wanawake 150,000 mpaka 300,000 wamepata au wana fursa ya kupata zabuni, ikiwa ni takriban 10% mpaka 15% ya wanawake walioko kwenye biashara ndogo na za kati. Sasa wanawake wananufaika na upanuzi wa masoko ya kikanda na kimataifa, ambapo mpaka kufikia mwaka 2025 mauzo ya bidhaa za wanawake Afrika yalifika shilingi bilioni 9, ambapo wanufaika wa moja kwa moja walikuwa 1,000 mpaka 1,500. Kwa hili TWCC ni legacy maker. Asante kwa kukata passport ya safari za malkia wengi kwenye sekta ya uchumi na biashara. Malkia wa Nguvu Legacy Makers 2026. Legacy Maker 2026 kwenye uchumi na biashara ni TWCC. TWCC, a very big congratulations. Naomba nimkaribishe kwa ajili ya kutoa tuzo hii mkuu wa kitengo cha masoko pale Equity Bank, Madam Shumbana Walwa, tafadhali karibu kwenye stage. Lakini pia kutokea TWCC naomba nimkaribishe Mwajuma Hamza ambaye ni mkurugenzi mkuu wa TWCC. Karibu kwenye stage. Hongera kwa kazi. Leo kazi tumeiona kupitia Malkia wa Nguvu. You're very welcome on stage. Karibuni sana. Mimi ni Dennis Simba, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Tumekuwa washirika wa kimkakati wa Malkia wa Nguvu kwa miaka mingi sasa, tukishuhudia mageuzi makubwa na ya kijamii na ya kiuchumi yanayochochewa na wanawake wa Tanzania. Na tumetumia muda huu kuwaelimisha kuhusu uwepo wa fursa za tenda za serikali zilizotengwa kwa ajili ya wanawake. Na kizuri zaidi, hizi fursa zimetengwa kupitia mfumo wa NeST na wengi mpaka sasa wamenufaika. Pia tunatazamia, kwa sababu tutaendelea kufanya kazi na Clouds Media Group, kuleta matokeo makubwa na endelevu zaidi kupitia fursa za tenda za serikali. Kwa furaha kubwa nawatakia heri ya maadhimisho ya miaka 10 ya Malkia wa Nguvu. Malkia wa Nguvu 2026. Koleza Levels.